Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Tumekuwa tukizungumza kuhusu kudhibiti vinywa vyetu na nitaweka msingi mdogo hapa. Nitazungumzia masuala kadhaa ambayo sijawahi kuyazungumzia tena, na nilitumia vikao kadhaa kuzungumzia vitu 6 ambavyo hatupaswi kufanya kwa vinywa vyetu, na tulizingatia hukumu, kukashifu, kulalamika, kuwa na mtazamo mbaya, majivuno. Unajua, mambo mengi tofauti kama hayo ambayo niliona ni muhimu sana. Sasa leo nataka nizungumzie vitu 6 tunavyopaswa kufanya kwa vinywa vyetu, kwa sababu kusema ukweli, naona ni afadhali utilie mkazo kile unachopaswa kufanya badala ya kile usichopaswa kufanya. Nafikiri mara nyingi huwa tunajinyima ushindi wenyewe kwa sababu tunaweka akili zetu kwa mambo mabaya tunayofanya na tunatia bidii kuacha kufanya mambo hayo badala ya kutilia mkazo yale mema tunayopaswa kufanya. Kwa mfano, nikitilia mkazo kuwa baraka kwa watu wengine, kuwatia moyo watu wengine, kutoa kwa watu wengine, basi ni dhahiri kwamba ubinafsi hautapata nafasi maishani mwangu. Basi badala ya kuamka kila asubuhi na kujaribu niwezavyo nisiwe na ubinafsi, nimejifunza kutilia mkazo mema, kwa sababu tunashinda uovu kwa wema. Na si hivyo tu, nafikiri ni bora zaidi kwetu sisi wote kutilia mkazo mema tunayopaswa kufanya badala ya mabaya tusiyopaswa kufanya. Nafikiri utakuwa unajinyima ushindi ukifikiria kila wakati kwamba sipaswi kufanya hilo, sipaswi kufanya hili, siwezi kufanya hilo, jamani, lazima nijihadhari na hilo, lazima nijihadhari na hilo. Utakuwa unajitia moyo zaidi ukitilia mkazo kile unachopaswa kufanya. Itakufaidi sana kudhibiti kinywa chako. Kila kitu nilichojaribu kuwafunza wikendi hii ni kitu kitakachowasaidia maishani mwenu, kitawasaidia kuwa na maisha bora zaidi, na kitawasaidia kuwa na nguvu zaidi katika maisha yenu ya kila siku ikiwa mtakitekeleza. Tunataka kujua manufaa yake ni nini, na haya hapa baadhi ya manufaa yake. Ikiwa unatumia kinywa chako jinsi unavyopaswa kukitumia badala ya jinsi usivyopaswa kukitumia, maombi yako yatajibiwa kwa haraka zaidi na kwa njia ya ajabu zaidi. Isaia 58 ndilo andiko nililotumia kama msingi wa ukweli huo. Mstari wa 9, utajazwa na Roho Mtakatifu. Ukiomba kujazwa na Roho na Mungu akujaze na Roho wake mara moja maishani mwako, na uhisi kwamba kweli Mungu amekugusa, hiyo imaanishi kwamba daima utakuwa umejazwa. Sisi kama watu huwa tunavuja. Unajua, tunaweza kuvuja vitu haraka sana, na basi tunapaswa, kulingana na Waefeso 5, tunapaswa kuwa tumejazwa na Roho wakati wote. Na Waefeso 5:18 inasema, mjazwe Roho mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Tafsiri nyingine inasema ukijisemeza kwa zaburi na tenzi. Basi unajua, nasema tufanye zote mbili. Ni jambo la kushangaza kwangu kwamba baada ya kusema tuwe tumejazwa na Roho wakati wote, kitu anachozungumzia ni jinsi tunavyozungumza. Sitaki kukosa kutaja kwamba jinsi unavyojizungumzia wewe mwenyewe, maneno yanayotoka kinywani mwako juu yako, ndiyo maneno muhimu zaidi unayopaswa kuzingatia. Unapaswa kusema juu yako mwenyewe kile Mungu anasema juu yako, na kote duniani watu ambao hawajajifunza kudhibiti vinywa vyao husema mambo mabaya sana juu yao wenyewe. Siwezi kufanya chochote kwa njia sahihi. Hakuna kitu kizuri hutokea kwangu. Kila ninapopata pesa kidogo, jambo hutokea na nazipoteza. Hakuna mtu ananipenda, kila mtu amenikataa. Ni sharti uwache kutamka mambo kama hayo, kwa sababu huwezi kuinuka juu ya kile unachokiri. Sikilizeni, Biblia inasema katika Waebrania, nataka mshike hii, Yesu ndiye kuhani mkuu wa maungamo yetu. Wow! Hiyo inamaanisha naweza kutekeleza kile tunachoungama peke yake. Neno kuungama linamaanisha kusema kile kilicho sawa na cha mwingine. Tunahitaji kusema kile kilicho sawa na kile Mungu anasema, na hiyo ni kujifunza neno na kutamka neno, si kutamka hisia zetu, si kutamka kile watu wengine wanasema, si kutamka kulingana na akili zetu za kimwili, si kutamka kulingana na hali zetu. Tunahitaji kujifunza kutamka neno la Mungu, kwa sababu Yesu alisema, maneno yangu ni roho tena ni uzima.
Wangapi kati yenu wana tabia ambayo ni mbaya na mnataka sana kubadilika? Haya, sawa basi, wacha kutaja jambo hilo kana kwamba litadumu milele. Wacha kusema nina tatizo na jambo hili, huu ndio uraibu wangu, nimefungwa kabisa na jambo hili. Jamani, hili ni tatizo kwangu, nina tatizo na jambo hili, huu ndio uraibu wangu. Kile unachopaswa kufanya ni uyataje yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako, kadri unavyoyaona katika neno la Mungu. Unajua, ikiwa una tatizo la kula, usiseme mara 50 kwa siku kwamba nina tatizo la kula. Ikiwa una uraibu wa sukari, usiseme jamani, nikila biskuti moja itanibidi nibugue 12. Unajua, ikiwa ni sukari, siwezi kujizuia. Hapana, wacha kuzungumza. Wangapi kati yenu wananielewa? Wacha kuzungumza hivyo. Na kile unachosema ukiwa peke yako, unapojizungumzia wewe mwenyewe, mazungumzo unayojizungumzia wewe mwenyewe, ambayo ni muhimu kushinda mazungumzo mengine yoyote unayofanya. Sijui hata niwaelezee vipi jinsi yalivyo muhimu. Kwa hivyo ukitaka kujazwa na Roho, ni sharti ujizungumzie wewe mwenyewe kwa njia sahihi. Ni sharti ujifunze jinsi ya kutafakari neno. Hiyo ndio mojawapo ya manufaa ya kudhibiti kinywa chako. Unajazwa na Roho, furaha, jamani, furaha yako itaongezeka ukianza kutumia kinywa chako kwa njia inayofaa. Baadhi yenu mnajifadhaisha wenyewe kwa mazungumzo yenu. Huhitaji usaidizi wowote kutoka kwa Shetani. Huhitaji mtu mwingine yeyote aje na kuvunje moyo. Wewe mwenyewe una ustadi mkubwa wa kujifadhaisha. Mithali 18, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kabla ya hiyo pia inasema katika andiko hilo, mistari ya 20 na 21, kwamba sisi hula maneno yetu wenyewe. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Basi nitasema tena, unaweza kujifadhaisha mwenyewe, unaweza kujivunja moyo mwenyewe, au unaweza kujitia moyo mwenyewe, unaweza kujifurahisha. Si ni jambo la kufurahisha kujua kwamba unaweza kudhibiti hisia zako? Si lazima uamke tu na useme nahisi nimefadhaika, nafikiri nitakuwa hivyo siku nzima. Unajua, unaamka asubuhi na pengine ujihisi uko sawa, mambo baada yanaanza kuchukua mwelekeo mzuri, kisha unaanza jamani, najihisi vibaya kweli, najihisi vibaya kweli, nahisi nimefadhaika, nahisi nimevunjika moyo. Unajua nini kitatendeka ukiamka na useme furaha ya Bwana ndiyo nguvu yangu, na sitakuwa katika hali ya kufadhaika siku hii. Nitatafakari kuhusu vitu vyenye manufaa kwangu. Nitazungumza kuhusu, mmenisikia? Pigania maisha yako. Usimpe Shetani hata siku moja ya maisha yako. Pigana vita kupitia maneno yako. Kile ninachokwambia huenda ni muhimu, lakini kile unachojiambia mwenyewe ni muhimu zaidi kuliko kile unachoambiwa na mtu mwingine yeyote. Wewe hujiambia nini? Baadhi yenu mnapata ufunuo, unafikiri si ajabu, ndio maana najihisi vibaya. Wangapi kati yenu mnaelewa kile ninachozungumzia? Utamfungia Shetani mlango unapodhibiti kinywa chako na kuhakikisha kwamba unatamka mambo ambayo Mungu anaweza kutumia. Unamfungia Shetani mlango kabisa, hasa unapokataa kufanya mambo kama kulalamika, kunungunika na kutoa watu makosa. Naamini unaweza kupata uponyaji wa kimwili kupitia kutamka mambo yaliyo sahihi. Biblia inasema kuna nguvu ya uponyaji katika maneno yako. Tunaona tena kwamba Isaya 58 inazungumzia swala hilo. Kwa hivyo kutamka maneno sahihi kuna manufaa makubwa. Haya, hebu tufanye mtihani wa kutathmini ukomavu wa kiroho. Wangapi kati yenu wangependa kufanya hivyo kwa dakika moja tu? Haijalishi kama unataka ama hutaki, tutafanya hivyo. Wakorintho wa kwanza 3:1. Unachopaswa kufanya ni kumsikiliza tu mtu na utajua kiwango cha ukomavu wake wa kiroho. Ukomavu wa kiroho hauonyeshwi na mistari uliyopiga katika Biblia yako, au shanga ngapi za Kikristo, au stika ngapi za Kikristo kwenye gari lako, au ni mara ngapi wewe huenda kanisani kwa wiki. Haya yote hayatuonyeshi chochote kuhusu jinsi mtu alivyokomaa kiroho. Nafikiri ili uweze kuwajua watu vizuri, ni sharti waone wakiwa katika hali za kila aina. Waangalie watu wakiwa wanajaribiwa. Waangalie watu wanapokosa kupata kile wanachotaka. Wakorintho wa kwanza 3:1, mtume mkuu Paulo anazungumza na washirika wa kanisa la Korintho
ambao walikuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu na walidhihirisha utumizi wa vipawa vya kiroho. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, watu wanaotawaliwa na mambo ya kimwili, kama na watoto wachanga katika Kristo, watoto ambao bado hawawezi kuzungumza. Nilishangazwa sana na kifungu hicho. Hutakiona hivyo ila katika Biblia Amplified. Kisha naendelea na kusema, naliwanyesha maziwa na sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa mjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi, kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Na sasa najitayarisha kukwambia jinsi anavyojua bado hawajakomaa kirohoni, kwa sababu alisikia jinsi wanavyozungumza. Anasema bado nyinyi ni watoto katika maisha yenu na Mungu. Hamjajifunza jinsi ya kuzungumza kwa njia sahihi, hamwezi kuzungumza kwa njia sahihi. Kisha anasema hii ndio sababu inanifanya nijue hamjakomaa kiroho. Mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Hiyo ni kusema tabia zao na maneno yao yalikuwa yanafuata hisia zao za kimwili na fikira zao wenyewe. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Sikiliza maneno yako na utajua msimamo wako. Wacha kusema sikukusudia kusema hivyo, ni mzaha tu, ni mchezo tu. Anza kuwajibikia maneno yako na ujue yametoka kwenye kinywa chako. Lazima yalikuwa moyoni mwako kwa muda wa kutosha hadi kufikia mahali ambapo unaanza kuyatamka kwa kinywa chako. Unaweza kusikia machungu yakitoka kinywani mwako. Unaweza kusikia wivu ukitoka kinywani mwako. Unaposikia kwamba watu wengine wamebarikiwa, je, unaweza kuwafurahia kikweli? Zingatia jinsi unavyohisi na mambo unayotamka unaposikia watu wengine wamebarikiwa. Kile kinachotoka kinywani mwako hudhihirisha wewe ni mtu wa aina gani kikweli. Unaweza kusikia imani au hofu ikitoka kinywani mwako. Unaweza kusikia unyenyekevu au kiburi, upendo au binafsi, tamaa au shukrani, wivu. Unaweza kujijua vizuri na unaweza kuwajua watu wengine vizuri pia. Moja ya vitu tunavyopaswa kufanya kabla ya kuwa na ushirika wa karibu na mtu ni kusikiliza kile wanachosema. Usitangamane na watu wenye mtazamo mbaya, lakini si kwamba nasema uepukane nao kabisa, kwa sababu ushuhuda wako na uthabiti wa imani yako unaweza kuwasaidia. Lakini unapaswa kuwa mwangalifu kuhusu ni nani unakuwa na ushirika wa karibu naye, ni nani unamfungulia moyo wako. Usitangamane na watu wenye ubinafsi na tamaa. Usitangamane na watu wasio na msimamo, ambao wameweka mguu mmoja duniani na mwingine katika ufalme. Sidhani hiyo inawezekana, lakini tunajua kwamba hiyo ni taswira ya Mkristo asiyekuwa na msimamo, Mkristo wa kimwili. Unajua, si kila Mkristo ni Mkristo wa kiroho. Wakristo wengine ni Wakristo wa kimwili. Kutoka moyoni kinywa huzungumza. Kila unapofungua kinywa chako, fikira zako hujitokeza katika maneno unayotamka. Jambo la kutisha, eh? Sawa, vitu 6 unavyopaswa kufanya kwa kinywa chako, na ukizingatia kwa dhati kufanya vitu hivi, basi hutakuwa unafanya vitu usivyopaswa kufanya. Kitu cha kwanza, na sijui kama unajua kwamba una uwezo wa kufanya kitu hiki au hapana, lakini jamani, kitu hiki kinaweza kubadilisha mambo sana maishani mwako na kikupe uwezo ambao pengine ulifikiri huna. Na ni kwamba kila wakati unapaswa kubariki kila kitu unachoweza kubariki. Kupitia matamshi ya kinywa chako una uwezo wa kubariki na uwezo wa kulaani. Hesabu 6. Tangu nianze kuchambua jambo hili na nikapata ufunuo wa ndani zaidi, moja ya vitu vya kwanza ambavyo mimi husema ninapoamka ni Mungu, nabariki siku hii kwa jina la Yesu. Nambariki mume wangu, na wabariki watoto wangu, na wabariki wajukuu wangu, na wabariki wakwe zangu na wakaza wana wangu, najibariki mimi mwenyewe kwa jina la Yesu. Nitaishi chini ya baraka, nitabarikiwa ninapoingia, nitabarikiwa ninapotoka. Jamani, utakuwa unasema kitu, basi mbona isiwe kitu kitakachokuwa na manufaa maishani mwako? Mbona uendelee kusema mambo yasiyoleta manufaa maishani mwako?
Wacha kumfungulia shetani mlango na kumpa nafasi ya kuiba kila kitu ambacho Yesu alikufa ili upate. Funga kinywa chako. Nataka kila mtu aone hii. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uwaambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, awe mkarimu kwako, akurehemu na akupe kibali. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia, asema Bwana. Bwana akubariki na akulinde. Bwana akufadhili na kuangazie nuru ya uso wake. Hilo ni tamko la ajabu la kutamkwa juu ya maisha yako. Na hata hivyo sikuelewa nguvu ya maneno, sikuelewa hata kidogo kile alichokuwa nafanya, na sidhani hata alielewa alichokuwa nafanya. Nilifikiri ni tamko la kufunga kila ibada ambalo alifunzwa katika shule ya uchungaji, na bila shaka maneno hayo lazima yatamkwe kwa imani, na ndiyo maana ni muhimu kwangu kuwaeleza kwamba nitaomba baraka hiyo juu ya maisha yenu, na nataka mfanye uamuzi kwamba nitakapofanya hivyo mtaipokea kwa imani na mtaamini kwamba italeta mabadiliko maishani mwenu, kwa sababu naamini tuna uwezo wa kuchukua mamlaka dhidi ya laana zote ambazo zimeachiliwa maishani mwetu kwa sababu ya mambo mabaya yaliyotamkwa juu yetu. Biblia inasema katika Yakobo 3:10, katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo haya kuwa hivyo. Ni sharti tuondoe mchanganyiko huo. Usilani siku ambayo Mungu amekupatia kwa kusema jambo baya kuihusu. Bariki siku hiyo. Amka asubuhi na useme, na bariki siku hii katika jina la Yesu. Siku hii itakuwa baraka. Nabarikiwa ninapoingia ndani, nabarikiwa ninapotoka nje. Ningependa tuangazie Kumbukumbu la Torati 28. Unapaswa kuwa umeshasoma vya kutosha mambo mengi ya mlango huu na ukayatia moyoni, na ningependa kukupa changamoto ya kutamka mambo haya kila siku ya maisha yako. Kumbuka, una mamlaka zaidi juu ya maisha yako kushinda juu ya maisha ya mtu mwingine yoyote. Unajua nini? Sijali kama mtu mwingine atatamka kitu kibaya juu yako, unaweza kuondoa kile anachosema kwa kutamka mambo mema, kwa sababu una mamlaka zaidi juu ya maisha yako kushinda mtu mwingine yeyote. Nilipokuwa nakuwa, babangu aliniambia mambo mengi mabaya, na nilikuwa naishi chini ya laana hiyo mpaka nilipojifunza kutamka neno la Mungu kwa uaminifu kutoka katika kinywa changu mwenyewe. Na nilipofanya hivyo, hiyo iliondoa maneno mabaya ambayo watu wengine walikuwa wanajaribu kutamka juu yangu. Mbona msiseme amen? Kumbukumbu la Torati 28, itakuta akaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia kwa kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wako. Nasema mbwa wangu amebarikiwa. Watoto wangu ndio uzao wa mwili wangu. Nasema wamebarikiwa. Watoto wangu wamebarikiwa. Kikapu changu cha mboga kimebarikiwa. Na huwa spiki, lakini kama nilikuwa napika upishi wangu ungebarikiwa. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Jamani, je, nifanye vinywa vyenu vitumiwe na Mungu? Ninapotoka nje leo nitabarikiwa. Nitabarikiwa katika duka la mboga, nimebarikiwa sokoni, nimebarikiwa kazini, nimebarikiwa barabarani. Jamani, mkasirisheni shetani. Anza kuchukua mamlaka juu ya maisha yako. Hakuna mtu aliye na mamlaka juu ya maisha yako kukushinda wewe. Wache kuharibu maisha yako kupitia maneno yako mwenyewe, kisha unaenda kwa mhubiri ukitarajia atayarekebisha. Utaweza kusamehewa ikiwa hukujua, lakini kutoka leo huwezi kudai hukujua.
Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Hupasi kumwogopa wa Shetani. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Kwa hivyo anasema, akaunti yangu ya benki imebarikiwa, akaunti yangu ya akiba imebarikiwa, uwekezaji wowote niliyofanya umebarikiwa, ardhi ninayoishi juu yake imebarikiwa. Kila kitu ninachofanya kimebarikiwa. Na ukienda chini kidogo, mstari wa 11, Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako. Nafanya kazi kwa bidii na Mungu anabariki kazi yangu. Kisha anarudia baadhi ya mambo aliyosema hapo awali. Napenda hii. Mko tayari? Mstari wa 13, Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini. Nimekuwa nikitamka mambo haya kwa miaka mingi, na nafikiri hiyo ni sehemu ya sababu kwa nini niko mahali nilipo leo. Sidhani tunaelewa jinsi tunavyojizuia kuishi maisha ya kesho ambayo Mungu ametupangia, kwa sababu tunasalia tukikataa kukubaliana na mpango wake. Nabariki siku hii, nitabarikiwa niingiapo, nitabarikiwa nitokapo. Watoto wangu wamebarikiwa, mume wangu amebarikiwa, mwili wangu umebarikiwa, mbwa wangu amebarikiwa, nyumba yangu imebarikiwa, ardhi yangu imebarikiwa, kazi yangu imebarikiwa. Pata ufunuo Shetani, nimebarikiwa. Sawa. Kitu cha pili tunachopaswa kufanya kwa dhati kwa vinywa vyetu, na unajua hii si habari mpya, lakini bado ni kitu ambacho huwa hatufanyi vya kutosha. Biblia inasema katika Zaburi 104 kwamba tunapaswa kuwa na shukrani, na tuseme hivyo. Na tuseme hivyo. Waliokombolewa na Bwana waseme hivyo, waseme hivyo, waseme hivyo. Tunapaswa kuwa na shukrani na tuseme hivyo, tuseme hivyo. Watu wengi husema, unajua nina moyo wenye shukrani. Basi fungua kinywa chako. Ambia watu kwamba unashukuru kwa kile wanachokufanyia. Mwambie Mungu jinsi ulivyo na shukrani. Kuwa na wakati wa kushukuru kila asubuhi. Chukua dakika 3 au 5 hivi na umshukuru Mungu kwa yote unayoweza kufikiria. Kila kitu, kuanzia maji moto, chakula unachokula, nyumba unamoishi. Mshukuru Mungu kwa kila baraka unayoweza kufikiria. Mungu ametupatia kinywa cha kumtukuza, na kulalamika hakumtukuzi Mungu. Mnajua jinsi watu wangekuwa na furaha zaidi kama mioyo yao na akili zao na vinywa vyao vingekuwa vimejaa shukrani. Wathesalonike wa kwanza 5:18, shukuruni kwa kila jambo, haijalishi uko katika hali gani. Shukuru au shukuru au shukuru na useme hivyo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mstari wa 19, msimzimishe Roho. Sasa kumzimisha Roho kunamaanisha kumzuia asifanye kazi. Nikiacha kushukuru na nianze kunung'unika na kulalamika ninapongoja baraka yangu, na kwa kawaida huo ndio wakati tunanung'unika na kulalamika. Sikilizeni, kadri tunavyozidi kungoja ndivyo jaribu la kulalamika linakuwa likubwa zaidi. Kile nimejifunza kufanya ninapongoja ni kila jaribu hilo linapokuja akilini mwangu, hata kama adui atajaribu kuweka fikira, unajua umekuwa ukiombea jambo hili kwa miaka 10 sasa. Mungu amekuwa akinifunza kufanya hivi. Fungua kinywa chako na useme, Mungu nashukuru kwamba unafanya kazi. Na kushukuru kwamba unafanya kazi. Hata kama sioni unachofanya wala sihisi, lakini najua unafanya kazi. Na ghafla nitaona matokeo ya kile unachofanya kwa siri. Wangapi kati yenu wanajua kwamba Mungu anafanya kazi leo katika maisha yao hapa duniani? Tunapoona kitu kikuu kikifanyika, hiyo haimaanishi huo ndio wakati Mungu aliamua kukitekeleza. Amekuwa kikifanyia kazi. Ameleta hali fulani pamoja, amebadilisha mioyo, amebadilisha akili,
amebadilisha mamlaka, amebadilisha mataifa, na kisha ghafla tunaona kitu kikuu kikifanyika na tunasema, oh jamani, angalia kile Mungu amefanya. Basi Mungu anafanya kitu wakati huu, na huu ndio wakati tunapaswa kumshukuru Mungu. Mungu, nakushukuru kwa vile unatawala duniani, na kushukuru kwamba wale waovu hawatashinda. Asante Mungu kwa sababu utainuliwa katika mataifa. Asante Mungu kwa sababu utainuliwa kote duniani. Ingawa nimetumia muda mwingi nikiwaambia kile msichopaswa kufanya kwa vinywa vyenu, ningependelea mzingatie zaidi mambo nitakayosema leo kuhusu kile mnachopaswa kufanya kwa vinywa vyenu, kwa sababu ukitilia mkazo kufanya kile kilicho sahihi, hakutakuwa na nafasi kwa kile kisicho sahihi. Nyote mnaelewa hivyo? Na si hivyo tu, naona ni bora zaidi kwetu sisi sote kutilia mkazo mema tunayopaswa kufanya badala ya mabaya tusiyopaswa kufanya. Nafikiri utakuwa unajinyima ushindi ukifikiria kila wakati kwamba sipaswi kufanya hilo, sipaswi kufanya hilo, siwezi kufanya hilo. Jamani, lazima nijihadhari na hilo, lazima nijihadhari na hilo. Utakuwa unajitia moyo zaidi ukitilia mkazo kile unachopaswa kufanya. Sawa, vitu 6 unavyopaswa kufanya kwa kinywa chako, na ukizingatia kwa dhati kufanya vitu hivi, basi hutakuwa unafanya vitu usivyopaswa kufanya. Kitu cha kwanza, na sijui kama unajua kwamba una uwezo wa kufanya kitu hiki au hapana, lakini jamani, kitu hiki kinaweza kubadilisha mambo sana maishani mwako na kikupe uwezo ambao pengine ulifikiri huna. Na ni kwamba kila wakati unapaswa kubariki kila kitu unachoweza kubariki. Kupitia matamshi ya kinywa chako una uwezo wa kubariki na uwezo wa kulaani. Hesabu 6:22. Unajua, katika makanisa mengi ya siku hizi wachungaji hawana mazoea ya kufanya hivyo mwisho wa ibada, lakini mchungaji wa kanisa nililokuwa naenda kwa muda mrefu alitamka baraka kila wakati. Hicho ndicho kilikuwa kitu cha mwisho kilichofanya mwisho wa ibada, na sikuwa na hekima ya kutosha wakati huo kuelewa umuhimu wake au hata kuipokea kwa imani, lakini ni tamko ambalo Mungu aliamuru kuhani Haruni atamke juu ya Waisraeli. Kabla hujatoka hapa leo, mwisho wa ibada, nitatamka baraka hiyo juu yenu na nitawaombea ili mbarikiwe, kwa sababu naamini nina uwezo wa kufanya hivyo kwa ajili ya kazi ninayofanya kupitia upako wa Mungu. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uwaambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, awe mkarimu kwako, akurehemu na akupe kibali. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo atakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia, asema Bwana. Bwana akubariki na akulinde. Bwana akufadhili na kuangazia nuru ya uso wake. Hilo ni tamko la ajabu la kutamkwa juu ya maisha yako. Na hata hivyo sikuelewa nguvu ya maneno, sikuelewa hata kidogo kila alichokuwa anafanya, na sidhani hata alielewa alichokuwa anafanya. Nilifikiri ni tamko la kufunga kila ibada ambalo alifunzwa katika shule ya uchungaji, na bila shaka maneno hayo lazima yatamkwe kwa imani. Na ndiyo maana ni muhimu kwangu kuwaeleza kwamba nitaomba baraka hiyo juu ya maisha yenu, na nataka mfanye uamuzi kwamba nitakapofanya hivyo mtaipokea kwa imani na mtaamini kwamba italeta mabadiliko maishani mwenu, kwa sababu naamini tuna uwezo wa kuchukua mamlaka dhidi ya laana zote ambazo zimeachiliwa maishani mwetu kwa sababu ya mambo mabaya yaliyonenwa juu yetu. Sawa, kitu cha pili tunachopaswa kufanya kwa dhati kwa vinywa vyetu, na unajua hii si habari mpya, lakini bado ni kitu ambacho huwa hatufanyi vya kutosha. Katika Zaburi 104 Biblia inasema tunapaswa kuwa na shukrani na tuseme hivyo. Napenda hii Zaburi 119:62. Daudi anasema, katikati ya usiku nitaamka na nikushukuru. Jambo la ajabu sana hilo. Weka saa yako ilie katikati ya usiku. Asante Mungu.
Hebu tafakari hilo. Alisema katikati ya usiku nitaamka. Lazima alikuwa na mpango. Sijui kama alikuwa na saa ya king'ora, lakini alikuwa amepanga kuamka katikati ya usiku na kumshukuru Mungu. Sijui nini kitatendeka kwa mfanyabiashara ambaye anajaribu kuendesha biashara na apate faida, ikiwa ataweka saa yake iliye kila baada ya saa 3 ili apige magoti ofisini mwake na amshukuru Mungu. Fanya hivi. Ni sharti tukumbuke ni nani anatawala. Paulo alisema, kamwe siwachi kurudisha shukrani kwa ajili yenu. Alikuwa anazungumzia wabia wake katika huduma. Wacha niwaambie kitu, mimi na Dave humshukuru Mungu kwa wabia wetu mara kwa mara, na nitaongeza kusema, ninapokuwa na wakati wangu wa kubariki kila asubuhi, huwa sibariki tu watoto wangu, bali pia huwa na wabariki wabia wetu na watu wote wanaofanya kazi na sisi katika kueneza Injili. Kwa hivyo nasema barikiweni. Katika Wakolosai 1, Paulo alisema tunamshukuru Mungu siku zote tukiwaombea. Kitu cha 3 unachopaswa kufanya na kinywa chako ni kutia watu moyo kujenga wengine. Jamani, mambo ya kuvunja moyo yako kwa wingi vya kutosha. Hatuna haja ya kuwajeruhi watu na kuwavunja moyo, lakini watu watavunjika moyo ikiwa hatutawatia moyo. Usitende dhambi ya kutotenda unachopaswa kutenda. Si kusema lolote. Wakati mwingine hilo ndilo tatizo, kwamba hukusema lolote. Si tu kile tunachosema ndiyo kinaweza kuwa kibaya, kile tusichosema kinaweza kuwa sahihi. Watu wanapaswa kusikia hisia ulizonazo juu yao. Tuwe na tabia ya kufikiria jinsi maisha yalivyo kwa mtu mwingine. Haleluya! Huwa namshukuru Dave mara kwa mara kwa muda wote ambao ametumia akiwa ameketi kwenye kiti hicho. Unajua, huenda watu wafikiri kuhusu jambo hilo, na ni kujitolea kwa aina gani, ni upako wa aina gani unahitajika kuketi hapo na kunisikiliza. Kufanya hivyo kwa muda huo wote, miezi nenda miezi rudi, miaka nenda miaka rudi, bila kuchoka. Jamani, mnahitaji kumshukuru Dave. Na unajua nini? Naamini kabisa kwamba moja ya sababu zinazofanya huduma yetu iwe imara na iwe na nguvu ni kwa sababu ananiunga mkono kwa dhati. Dave ni mtu wa Mungu kikweli. Amenipa nafasi ya kuwa yote ambayo Mungu anataka niwe, na amewahi kuniambia mimi ndiyo ngao yako. Anahisi ni jukumu lake kuhakikisha niko salama. Na wakati mwingine watu huniuliza, Dave, husafiri na wewe? Na naweza kukumbuka ni mara 2 tu ndio Dave hajakuwa na mimi kwa hiyo miaka yote nimekuwa nikifanya kazi hii. Kila mahali ambapo nimeenda amekuwa hapo na mimi. Jamani, sikilizeni, unaweza kufanya mengi kwa uhusiano wako wa ndoa. Iweke katika hali nzuri. Usijiulize tu kwa nini si nzuri. Iweke katika hali nzuri. Tuko pamoja. Anza kufungua kinywa chako na utamke mambo yanayoweza kuleta uponyaji. Usijali kwamba ndoa yako iko katika hali mbaya. Naamini unaweza kuibadilisha kupitia kinywa chako ikiwa kweli unataka kufanya hivyo. Na unajua baadhi yenu mnafikiria nini? Sawa, lakini mimi ndio nahitaji kutia moyo. Jamani, msije mkanifanya nije hapo chini wakamate. Ukifikiri wewe ndio bingwa wa kiroho nyumbani kwako, basi wewe ndio unahitaji kuanza kufanya kile kilicho sahihi kwanza. Yule aliye na nguvu zaidi ndiye anayefanya kile kilicho sahihi kwanza na kwa muda mrefu zaidi. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Endelea na uendelee na uendelee na uendelee na uendelee mpaka umchoshe shetani kabisa.
Tuna vifungu vingi vizuri leo. Mithali 15:4, ulimi safi wenye nguvu ya uponyaji ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Nitakwambia kile unachoweza kufanya. Unajua, mimi sikuwa na tabia ya kuwatia watu moyo. Huenda nilikuwa na kipawa zaidi katika kuvunja watu moyo, na nilifanya uamuzi mbele ya Mungu miaka mingi iliyopita kwamba nitaanza kutia watu moyo kwa kukusudia. Ni jambo la ajabu kile unachoweza kufanya kwa kukusudia. Wacha kungoja mpaka uhisi unataka kufanya jambo fulani. Fanya uamuzi akilini mwako, nitafanya hivyo. Nitamtukuza Mungu. Nitadhibiti kinywa changu. Nitatamka mambo mema. Nitasema ukweli. Una uhuru wa kufanya maamuzi, na uhuru huo ndiyo sehemu ya utu wako yenye nguvu zaidi. Mungu amekupa uhuru wa kufanya maamuzi yako mwenyewe. Daudi alisema, nitamka katikati ya usiku na nimshukuru Bwana. Basi mimi niliamua nitakuwa mtu wa kutia watu moyo. Sasa kuna watu ambao wana kipawa cha kutia watu moyo. Hicho ni kipawa cha kiroho, na haitachukua muda mrefu kuwaona kinajidhihirisha wazi maishani mwao. Unaweza kushinda na mtu huyo kwa dakika 3 tu na uhisi kana kwamba wewe ndio kitu muhimu zaidi duniani. Sidhani nina kipawa hicho, lakini nimekusudia kuwatia watu moyo, na hivi ndivyo nilimwambia Mungu. Nimejitolea kwako. Ukiweka kitu hicho moyoni mwangu, nitafungua kinywa changu na nikitamke. Usiniambie Mungu haweki vitu vizuri moyoni mwako ambavyo unaweza kusema kuhusu watu wengine. Lakini mara nyingi huwa tunahofia, nitaonekana mpumbavu au watanifikiria vipi? Na shetani hufanya jambo lile lile kwa kila mtu. Huwa namuuliza Mungu kila siku, ni nani naweza kumtia moyo leo? Fikiria watu ambao tayari unawajua na utakuwa nao siku hiyo, na umwombe Mungu aweke kitu moyoni mwako ambacho unaweza kuwaambia ili uwatie moyo. Hamuonekani mmesisimuka jinsi ninavyotaka msisimuke? Wangapi kati yenu mnaamini kwamba mnaweza kuleta uponyaji kwenye uhusiano au mabadiliko kwenye uhusiano kupitia maneno yenu? Na hakuna hata mtu mmoja ambaye hawezi kupata kitu kizuri cha kusema juu yake ukijitolea kukitafuta. Hakuna hata mmoja. Na ukianza kutilia mkazo mambo mema ya watu wataanza kutenda mema kulingana na matarajio yako. Kitu kingine tunachopaswa kukusudia kufanya kwa vinywa vyetu, kitu tunachopaswa kuhakikisha tunafanya ni kusema ukweli. Kuna Wakristo wengi sana waongo. Waefeso 4:15, semeni ukweli kwa upendo. Lakini tuishike kweli katika upendo katika mambo yote. Tuseme ukweli, tuzingatie ukweli, tuishi kwa ukweli na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Biblia inasema ukweli utakuweka huru. Biblia ni kitabu cha ukweli. Mungu ni Mungu wa ukweli. Yeye husema ukweli peke yake. Mungu kamwe hawezi kusema uongo. Shetani kwa upande mwingine ndiye baba wa uongo. Roho Mtakatifu ni roho wa ukweli, na huduma yake ni kutuongoza na kutuelekeza kwa ukweli wote. Mithali 6 inasema kuna vitu 6 anavyochukia Mungu, 7 vilivyochukizwa kwake. 3 kati ya hivyo 7 vinahusiana na kinywa, na 2 kati ya vya kwanza 6 vinahusu kusema uongo. Biblia inasema inunue kweli wala usiuze, na nilitafakari hilo. Ni vipi unaweza kununua ukweli? Na nitawaambia kusema ukweli, nafikiri mara nyingi itatulazimu tununue ukweli kupitia uchungu, wakati mwingine kupitia kupoteza marafiki. Watu hawataki uambie ukweli wakati wote, hata kama umekwambia useme ukweli. Wakati mwingine tunapoteza sifa yetu nzuri, wakati mwingine watu hawatuelewi. Naamini kwamba ikiwa utaamua kusimama na ukweli, wakati mwingine itakugharimu mambo mengi ya thamani. Na nitawaambia kitu ambacho sijawahi kuambia, huenda nimekizungumzia mara moja au mbili, lakini hapa ni pale pazuri pa kuzungumzia. Unajua, sisi sote tuna maisha ya zamani yaliyo na mambo ambayo hatuwezi kufurahi sana watu wengine wakiyajua. Na mimi huambia karibu kila kitu, lakini huenda mjawahi kusikia nikisema kwamba karibu miaka 40 iliyopita
ni kama miaka 45 au 46 iliyopita, kwa sababu mimi na David tumekuwa katika ndoa kwa miaka 42. Nilikuwa nimeolewa na kijana mmoja ambaye alikuwa mwizi wa vitu vidogo vidogo, na hata aliwahi kufungwa jela, na alikuwa na tabia ya kufuatana na wanawake wengine na mambo mengine ya raha kama hayo ya kuvunja moyo. Na nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni moja, na siku moja alitaka kusafiri kwenda mji mwingine. Hatukuwa na pesa. Alitaka kwenda California kutengeneza pesa. Nilifanya kazi katika idara ya uhasibu ya kampuni hiyo, na basi alinishawishi niibe pesa ili tuwe na pesa za kutosha za kwenda California. Basi tulienda California na hatimaye tulirudi St. Louis, na nikagundua polisi walikuwa wanatafuta mtu aliyeiba pesa kutoka kwenye kampuni hiyo. Basi kwa vile mimi ndio mfanyakazi aliondoka siku ile pesa hizo zilipoibiwa, ilikuwa wazi ni mimi. Sikuwa mwerevu sana, sio? Nilishikwa ili niulizwe maswali, na nakwambia ningefungwa jela kwa urahisi sana. Nilishangaza sana na neema ya Mungu na jinsi alivyoelewa hali yangu na jinsi alivyoelewa jinsi nilivyolelewa na kwa nini nilikuwa na hamu sana ya kuonyeshwa upendo. Hamu hiyo ilikuwa kubwa kiasi kwamba nilifanya kitu ambacho nilijua ni kiovu. Basi miaka mingi baadaye nilifunga ndoa na Dave, miaka ya 70, na nilikuwa nimejazwa na Roho Mtakatifu wakati huo. Mungu akaanza kuleta swala hilo akilini mwangu. Si kitu nilichotaka kukumbusha, lakini aliendelea kukileta akilini mwangu. Na Mungu akaanza kunionyesha kwamba nahitaji kuwasiliana na kampuni hiyo, na hata sikuwa na uhakika kama bado ilikuwepo, lakini nilipata kujua kwamba bado ilikuwepo. Na aliniambia niende kumwona mkuu wa kampuni hiyo na nimwambie kwamba ni mimi ndio niliiba pesa hizo na nilitaka kuzirudisha. Jambo hilo lilinitia hofu sana, kwa sababu wakati huo nilikuwa ndio nimeanza kufunza Biblia nyumbani na nilihisi mwito wa Mungu maishani mwangu, na nilikuwa nimeolewa na nilikuwa na watoto 3 wakati huo, na nilikuwa nafikiria, je, nikifungwa jela sikujua atanifanya nini? Lakini nakwambia Roho wa Mungu alikuwa ananinenea kwa nguvu sana ndani yangu, na nilijua kwamba nilihitaji kufanya hivyo. Na usije ukafikiri nakwambia ufanye kama nilivyofanya mimi. Ikiwa una jambo kama hilo katika maisha yako ya zamani, tafadhali hakikisha unaongozwa na Roho. Lakini nitasema hivi, ikiwa umefanya kitu kiovu na Mungu amekwambia uende na ukirekebishe na bado hujafanya hivyo, basi kile unachofanya ni kujiumiza mwenyewe. Nitakuwa mjasiri na niwaambie kwamba kama singefanya hivyo, siamini ningekuwa nimesimama hapa leo. Kwa sababu Mungu hawezi kuinua watu waongo. Ilinibidi niwe mwanamke wa ukweli, na ilinibidi niwe tayari kununua ukweli, kwa kuwa tayari kujitolea kabisa au hata kujitia mashakani. Biblia inasema hapa kwa hasara yako, wala usibadili maneno yako. Basi nilienda na nikaketi chini, na ilikuwa vigumu sana kwa sababu watu hawa hawakuwa Wakristo, na nikasema, unakumbuka miaka kadhaa iliyopita wakati pesa fulani ziliibiwa kutoka kwenye kampuni hii? Ndiyo nakumbuka. Nilisema mimi ndio niliziba, na sasa nataka kuzirudisha. Mimi ni Mkristo sasa, nimetoa maisha yangu kwa Kristo. Mungu anataka kunitumia katika huduma, na najua nahitaji kutatua jambo hili kabla ya kuendelea mbele. Basi nilitaka tu kuambia hiyo leo, kwa sababu nafikiri mara nyingi huwa tunaangalia watu waliofanikiwa na tunafikiri, ningependa kuwa hivyo, ningependa kuwa na kampuni hiyo, ningependa kuwa na huduma hiyo. Hatuzipati kwa kutaka tu. Sikilizeni, nimesema hatuzipati kwa kutaka tu. Mungu peke yake ndiye anajua mambo yote ambayo tumepitia mimi na yeye kwa miaka 32 iliyopita, na kuna mambo ambayo yalikuwa magumu sana kwangu, na kama singeyafanya singekuwa hapa leo. Wengi wameitwa, wachache wameteuliwa. Kuna watu wengi ambao wana mwito mkuu maishani mwao, lakini wamekataa kufanya kile Mungu anawaambia wafanye, hata kwa vinywa vyao. Natarajia na naomba kwamba watu walio hapa leo watachukulia kwa uzito kabisa mambo ambayo nimekuwa nikisema hapa kuhusu matamshi ya kinywa chako. Na natarajia hakuna mtu hapa aliye na roho ya ukaida na ifikiri, siamini hayo, nitasema kile nataka kusema. Haya, unajua nini? Nikirudi hapa tena nitakupata ukizunguka milima ile ile. Kwa sababu huwezi kuinuka juu ya kile unachoungama. Yesu ndiye kuhani mkuu wa maungamo yetu. Tunapaswa kusema kile anachosema ikiwa tunataka kumiliki kile anachotaka tumiliki. Sasa nilijua mtakuwa kimya wakati nazungumza kuhusu ukweli. Hiyo inamaanisha nini?
Usiseme uongo kuhusu ushuru unaopaswa kulipa. Usiibe vitu vya ofisi. Huhitaji kuiba vitu vya kampuni kama vile clip za karatasi, rubber bands, daftari na kalamu. Na usitoe vijisababu vya kipuzi. Bwana asifiwe, hata wanilipi vizuri. Sikilizeni, hatupaswi kuwa Wakristo waongo na Wakristo wezi. Biblia inasema katika Yohana 4 kwamba anatafuta watakaomwabudu katika roho na kweli. Je, utajitolea kwa ukweli? Nunua ukweli wala usiuze. Ishikilie wala usijali itakugharimu nini. Kitu cha 5, tamka neno la Mungu. Na tumezungumzia hilo sana leo na kuna mengi ninayoweza kuwafunza kuhusu jambo hili, lakini muda wangu umekwisha. Lakini Yeremia 23:28 inasema, na yeye aliye na neno langu naseme neno langu kwa uaminifu, kwa sababu neno langu ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Napenda hiyo. Endelea kugonga matatizo yako kwa nyundo ya neno la Mungu. Nimesema endelea kugonga matatizo yako kwa nyundo ya neno la Mungu. Unajua jinsi inavyofanyika? Wakati mwingine unaweza kugonga kitu na ukigonge na ukigonge na ukigonge na ghafla kinavunjika. Ni sharti tuendelee na tuendelee na tuendelee na tuendelee mpaka tupate ushindi. Katika Ezekieli, Mungu alimwambia nabii aliyekuwa anatazama bonde la mifupa mikavu iliyokufa, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Unaweza kuhisi kana kwamba wakati huu maisha yako ni mkusanyiko wa mifupa mikavu iliyokufa. Je, maisha hayo yanaweza kufufuliwa? Je, Mungu anaweza kufanya chochote maishani mwako? Nini kitahitajika? Nabii alisema, Bwana Mungu, wajua wewe. Na Mungu akanena naye na akasema, toa unabii juu ya mifupa hii na uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Sikilizeni, unapaswa kwanza kutoa unabii juu ya vitu fulani nyumbani kwako. Una nguvu kinywani mwako. Hakuna mtu aliye na nguvu juu ya maisha yako kukushinda wewe. Chukua mamlaka. Anza kutamka neno la Mungu. Anza kulitamka kwa uaminifu. Litavunja vipande vipande kitu kilicho kigumu zaidi. Kitu cha 6, usizungumze kupita kiasi. Nyamaza. Katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, bali azuiaye midomo yake hufanya akili, na hiyo inamaanisha mtu mwenye busara. Mithali 17:27 hadi 28. Mithali 17:27-28, azuiaye maneno yake ni mwenye maarifa, na mwenye roho ya utulivu ana busara. Hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima. Akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Jana nilisema tuna tundu 7 katika vichwa vyetu: macho mawili, masikio mawili, tundu 2 za pua na kinywa kimoja. Kuwa mwepesi kusikiliza, usiwe mwepesi wa kuzungumza, na usiwe mwepesi wa hasira. Haya, sasa simameni ili nibariki maisha yenu. Sawa. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu umetupatia uwezo wa kubarikiana, na nachukua mamlaka juu ya laana zote ambazo zimeachiliwa katika maisha ya mtu yote ndani ya jengo hili au juu ya maisha yote anayesikiliza mafunzo haya. Navunja nguvu ya laana hizo, navunja nguvu ya matamshi hayo mabaya, na nasema kuanzia leo hayana nguvu tena, kwa sababu kwa jina lako na wabariki watu hawa. Nasema wamebarikiwa waingiapo na wamebarikiwa watokapo. Kila kitu wanachogusa kimebarikiwa. Wamebarikiwa, nyumba zao zimebarikiwa, watoto wao wamebarikiwa, waume zao na wake zao wamebarikiwa, ardhi zao zimebarikiwa. Na nitatamka juu ya maisha yao kile ulichomwambia Haruni atamke juu ya Waisraeli, na naamini italeta mabadiliko katika maisha yao.
Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili, awe mkarimu kwako na akurehemu. Bwana akupe kibali kila uendako. Bwana akuinulie uso wake, akupe tabasamu na akupe amani. Katika jina la Yesu umebarikiwa. Amen.